Welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. Nikubalie leo nitumie lugha ya Kiswahili kwa sababu nataka kuzungumza na Watanzania wenzetu pamoja na Wakenya. Najua kwamba ujumbe huu umelenga Watanzania sana sana. Ndio maana mimi nimeamua nitumie lugha ya Kiswahili ili niweze kuwafikia. Leo ni tarehe 9 Jumanne mwezi wa Disemba mwaka 2025. Watanzania wamekuwa wakitangaza kwamba watakuwa katika maandamano. Mnakumbuka wakati mlikuwa na uchaguzi na kukawa na maandamano hata baada ya uchaguzi. Niliwaambia kwamba kuna mambo ambayo mnafaa kufanya nyinyi kama Watanzania. Jambo la kwanza, mkikubalia Samia Suluhu kuendelea kutumia nguvu zake kiholela, itafika wakati atawakujia. Na kweli aliwakujia. Kuna wengi walikujiwa wakafunguliwa mashtaka, wengine wakawekelewa treason charges. Lakini kwa sababu ya kufinywa na mataifa mengine, juzi tu ameamuru kwamba watu wafunguliwe. Watanzania wameanza kujifunza kutoka Kenya. Tundu Lissu, kiongozi wa upinzani wa chama cha Chadema kutoka Tanzania, akihojiwa amewahi sema kwamba siasa zake anajifunza kutoka Kenya. Kenya tuko na demokrasia. Kenya tuko na katiba inayofanya kazi. Na hiyo katiba kwa asilimia kubwa inaheshimiwa na Wakenya na wanasiasa. Tunashukuru Mungu kwa sababu kwa kiwango fulani katiba yetu inafanya kazi. Lakini ukirudi maeneo ya Tanzania, nimekuwa nikifuatilia siasa za Tanzania kwa siku nyingi. Nimekuja kugundua kwamba katiba ya Tanzania ni legevu. Kwa nini niseme haya? Nilisoma kipengee kinachosema kwamba mtu anapotangazwa kwa mshindi wa uchaguzi, hata kama aliiba kura, katiba ya Tanzania haina nafasi ya mtu kwenda kortini kukataa uamuzi huo wa tume ya uchaguzi. Kwa hivyo mtu akiiba kura atangaze mshindi, basi uchaguzi unaishia hapo. Leo ni siku ya Jumanne, tarehe 9. Mnakumbuka wakati Raila Odinga alikuwa hai, kiongozi wa upinzani katika taifa la Kenya, akisema Tuesday tutakuwa barabarani. Tuesday. Wale mko Kenya na wale pia mko Tanzania mnafuatilia habari za Kenya, mliwahi sikia Raila Odinga akiandaa maandamano siku ya Jumanne, haswa mwaka wa 2023 na vile vile mwaka wa 2024, wakati Raila Odinga alikuwa akiandamana kuitisha haki za wale ambao waliuliwa wakati wa maandamano, vile vile wakati wa finance bill. Watanzania wameamua kwamba leo wanaenda maandamano, na tayari ninavyozungumza maandamano ya Tanzania yalianza usiku. Watu wameanza kuandamana kwa wingi. Kumbuka kwamba Tanzania leo kungekuwa na sherehe ya kitaifa, lakini kwa kuogopa, Samia Suluhu akatangaza na akasema kwamba sherehe hizo haziwezi kufanyika, na akasema kwamba ile bajeti ambayo ilikuwa tayari keshawekwa kando itumiwe kwa masuala mengine ya kumsaidia mwananchi wa Tanzania. Na leo hii
aliwaagiza wafanya kazi wote na wananchi wasalie manyumbani kwao. Lakini Watanzania wamesema, sisi hatuwezi kulazimishwa kukaa nyumbani, ili hali demokrasia yetu inaibiwa na watu ambao wanatumia mamlaka na nguvu zao kupita kiasi. Usiku wa leo Watanzania wamekuwa barabarani. Hebu nataka nikupe kanda moja kutoka Tanzania, kisha baadaye nitarejea. Sikiza Tanzania, mlikuwa na mahitaji, na mahitaji hayo nayakumbuka. Hitaji la kwanza, katiba ibadilishwe. Hitaji la pili, kesi zote za waliokamatwa zifutiliwe mbali. Najua kwamba hilo lilihitimishwa na Samia Suluhu. Ombi la tatu ni kwamba tume mpya ya uchaguzi, jopo mpya liundwe, au tume mpya iundwe kikatiba, ile iliyoko ibanduliwe. Ombi lingine nililosikia ni kwamba kesi zote za viongozi wa upinzani zitupiliwe mbali na waachiliwe huru. Uhuru wenu kama Watanzania upo mikononi mwenu. Wakenya tumepigania uhuru wetu kwa miaka mingi na bado tunazidi kupigana. Watanzania, ile afisi ya Samia Suluhu ni yenu. Yeye amewekwa pale kwa niaba yenu. Kwa hivyo lazima afanye mnavyotaka nyinyi kama Watanzania. Na huu ndio wakati wenu kujikomboa. Nimefurahi kwa sababu mataifa mengi yamesimama kidete pamoja na nyinyi. Na nyinyi musilegee. Fanya maandamano leo, fanya maandamano wiki ijayo, fanya maandamano mwezi ujao, fanya maandamano mwaka ujao, hadi wakati matakwa yenu yatakaposikizwa na serikali. Mnakumbuka Kenya tulikuwa tunafanya maandamano kila wiki. Kuna wakati kwa Kenya, wakati tulikuwa tunapigana na finance bill ya 2024, kuna wakati tuliamua kama Wakenya kufanya maandamano kila wiki. Tunafanya maandamano. Na mwishowe rais wetu alitupilia mbali ile finance bill. Mwishowe rais wa taifa la Kenya aliwavuta kazi mawaziri wake wote, kwa sababu ilikuwa ni baadhi ya ombi letu kwamba mawaziri wale ambao wametumia afisi yao vibaya wafutwe kazi, jopo lipya liundwe, na hilo lilifanyika. Kwa hivyo Watanzania, musitishwe. Fanya bidii ya maandamano na mwishowe haki yenu itasikizwa. Nashukuru, nitakuwa nawapatia updates kutoka hapa jinsi ambavyo mambo yanaendelea pale Tanzania. Asanteni sana, Mungu awabariki.